Lob und Dank sei dem Herrn, auch für dieses Vorrecht hier zu sein. Bwana asifiwe na shukuru pia kwa ajili ya hili ambayo tunayoweza kuwa tena hapa. Tumekwisha kusikia neno la ajabu. Tumekwisha kulisoma sisi sote. Tunaweza kusema ya kwamba kila mtu anaweza kusoma maandiko matakatifu nyumbani kwake, na hiyo pia ni kweli. Lakini tunakuja hapa si kwa ajili ya kuweza kuyasoma tu, lakini ili tuweze kuacha Mungu aweze kutuzungumzia kupitia neno. Kusoma ni kitu moja, lakini mahubiri ya neno inakuwa ni kitu kingine. Mahubiri ndiyo inayotuonyesha waziwazi yale ambayo Mungu anayotaka, na ninawaza ya kwamba hayo yanatugusa sana kwenye moyo. Akose kama tunaweza kuwa tukisikiliza wakati neno linaposomewa, nawaza kwamba tuko hivyo. Alama inayoruhusu kuweza kujua kama mtu ni wa Mungu au hapana, kama yeye ni wa kweli au hapana, inakuwa ni kwamba mtu yule anapokea neno na anakuwa tayari kuweza kuliweka katika matendo, au kama ndani yake muna kupingana kwa ndani, na kama haiko tayari kuweza kufanya yale ambayo neno la Mungu linasema. Imeandikwa, musiwe wasikiaji tu, lakini watu wanaoweka neno la Mungu katika matendo. Yakobo sura 1:22. Na inaandikwa kuhusu Bwana wetu ya kwamba akaanza kutenda, ni kusema akaanza fanya hayo mawili, akatenda na kufundisha. Na sio tu kufundisha na kufanya, lakini kutenda kwanza na kisha baadaye akafundisha. Nani anajua hiyo iko wapi? Hiyo inaandikwa hivyo ndani ya Biblia, ndiyo ndani ya Matendo ya Mitume sura 1. Natazama wakati wote hapo juu, na kwa sababu naandikwa kwa namna tofauti ndani ya Biblia ya Luteri, ni waza kwamba haiko hivyo. Matendo ya Mitume sura 1:1. Katika kitabu cha kwanza Teofilo, nilikuandikia mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha. Na sio kwamba kuna neno lingine au andiko lingine. Ndugu Rusi anasema nini? Ni hivyo, ndiyo naandikwa hivyo ndani ya Biblia ya Luteri, ndiyo. Ni kusema hatutaka kuweza kuisoma hapo hapo kwa sababu ya tafsiri. Lakini hapa kama anaweza kutazama hapa Bwana aliweza kuanza kutenda na kisha akafundisha baadaye. Nasi mara nyingi tunakuwa na shida nyingi. Tunafundisha mengi na tunatenda kidogo. Lakini kwake yeye pamoja naye ilikuwa ni tofauti. Alianza kwanza kutenda na kisha akafundisha baadaye. Basi acha Mungu atupatie hiyo pia kwa neema yake, na sio kuhubiri tu, lakini kuweza kuweka neno la Mungu katika matendo. Ningetaka niweze kujua kwanza kama kuna maswali ambazo tunaweza kujibu, au kama kuna mtu fulani aliye na ushuhuda, au kama moyo wa mtu fulani unawaka, na kama mnahitaji kuweza kusema kitu fulani hapa. Mnajua siku ya tatu jioni inakuwaka ni siku yetu katikati yetu hapa. Kila mtu anaweza kujisikia kwamba iko huru. Si lazima ili watu wote waweze kuja mbele. Wamoja wanakuwa na oga ya kuweza kuja mbele kwa sababu watu wote wanawatazamaka. Unaweza kubaki ukisimama ukigeuzia mgongo kusanyiko na kusema kitu fulani kama vile imekwisha kuonyeshwa. Tuko hapa katikati yetu. Kwanza, nani ambaye aliye na swali? Ninaweza kuona hiyo, ndiyo nakusihi. Asante, asante. Ndiyo. Ni swali iliyo ngumu sana, lakini nataka niweze kujaribu kuweza kuijibu kwa msaada wa andiko za Biblia. Na kwa ajili ya hiyo sasa ni lazima sana ili tuweze kujua matamshi fulani. Kwa mfano, neno la Kiebrania
Masia inamaanisha mpakaliwa, inatokea katika neno upako, na ndiyo maana inaandikwa Yesu Kristo wa Nazareti alipakaliwa na Roho Mtakatifu na akaenda na kadhalika na kadhalika. Matendo ya Mitume sura 10 mstari 13 na hivyo sasa neno Masia ndani ya Kiebrania au Kristos ndani ya Kigiriki inamaanisha mpakaliwa ndani ya lugha yetu. Maneno matatu katika lugha tofauti ikimaanisha kitu moja. Wakati Bwana anaposema ya kwamba katika siku za mwisho kutakuwa Wakristo wa uongo na manabii wa uongo, inahusu sasa ni kwamba ni wapakaliwa wa uongo na manabii wa uongo. Walipakaliwa, lakini wako na mafundisho ya nabii wa uongo juu ya uungu, juu ya ubatizo na kadhalika. Kwa upande moja wanapakaliwa, lakini ni wapakaliwa wa uongo kwa sababu wanasambaza mafundisho ya uongo, na hapo ndipo kuna siri yote. Kwa wakati wetu hatuna tu hii kikundi cha Wapentekosti, lakini pia tuna kikundi cha Wakarismatiki katika eneo zote, na watu hao walipokea upako tu, na wakati unapokuwa katikati yao unaweza kuamini ya kwamba kose ni mbingu ambayo iliyo hapa duniani, lakini wakati unapoanza kutangaza neno hayo yote yanapotea. Nataka kuweza kupatia mfano wa hapa duniani. Nilizungumuza huko Nairobi, huko Kenya, mbele ya watu 2,000 au 3,000, na leo niweza kusoma ripoti ya mwinjilisti moja wa Ujerumani ambaye pamoja naye madhehebu 211 wanatumika pamoja naye. Ni kusema wanatumika pamoja, mashirika 211 wanatumika pamoja naye. Kama sisi tunakuja pamoja na mafundisho ya kweli, inawezekana ya kwamba shirika moja la kizehebu linaweza kutumika pamoja nasi wakati moja, lakini wakati wanapotambua yale ambayo tunayoamini na yale tunayofundisha, hapo milango inafungwa tena mara ya pili. Lakini kama mpakaliwa anakuja anayefundisha kama vile anavyofundisha na anayeamini kama vile anavyoamini, hapo sasa zaidi ya milango 200 inaweza funguliwa katika mji moja. Na ninataka niweze kuonyesha tena kwa andiko za Biblia. Kwanza, nani anayejua inaandikwa wapi ya kwamba kutakuwa wapakaliwa wa uongo na manabii wa uongo? Ni ndani ya Mathayo sura 24. Mathayo sura 24, tunasoma kwanza kwa mstari wa 23. Na wakati mtu atakapowaambia ninyi, tazama Kristo ni hapa au kule, ni kusema mpakaliwa, ni kusema Kristo mpakaliwa Masia, ni kusema hapa mnatambua Kristo ni hapa au kule, msimwamini au msiamini. Mstari 24, kwa sababu Wakristo wa uongo watasimama na manabii ya uongo, nao wataonyesha alama kubwa na maajabu, wapate kudanganya, kama ikiwezekana hata wachaguliwa. Nikusema inahusu upako wa Roho Mtakatifu, utangazaji wa Injili ikisindikizwa na maajabu na maalama pamoja na kufukuza mapepo na uponyaji na maunabii. Sasa ninawasomea hapa. Kwa sababu gani hii onyo inasemeka hapa na inaandikwa hapa wazi ya kwamba kama ingewezekana hata wachaguliwa wangetanganywa, lakini haiwezekane, kwa maana wachaguliwa walijulikana kwa Mungu,
wakatambulikana na Mungu, nao wenyewe waliweza kujua wakatambua Mungu kwa sababu wao ni wa Mungu, nao wako ndani ya Mungu, kwa sababu wako wa kweli, nao wako ndani ya kweli, kwa sababu walizaliwa na Roho na wako katika Roho. Hiyo ndiyo tofauti, kwa maana unaona ndani ya Mathayo sura 7 mahali kunaposemeka kuhusu wakati wa mwisho, inasemeka Mathayo 7 mstari wa 21, si kila mtu ambaye ananiambia Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Na naweza kuambia ya kwamba maneno ya hizi mashirika zote za kikarismatike inakwaka ni Yesu ndiye Bwana, ya kwamba Yesu ni Bwana, ya kwamba Yesu ni Bwana. Mnaweza kuisoma hizi vijikaratasi wanaosambaza mahali pote na kuandika mahali pote, na kama unaweza kuona watu ambao walio na hizo mabanderole zao wakisema kwamba Yesu ni Bwana, na kama unaweza kuambia unaamini ya kwamba yeye pia, yeye kama vile Bwana ndiye Mungu, hapo sasa kunafanyika kitu fulani. Hapo masumbufu inaanza, inakuwa kubwa. Unakamata masloga fulani au matamshi fulani na unashipatia hayo bila hata kusema yale ambayo Paulo aliyosema wakati alipotamka ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 12 ya kwamba hakuna mtu anayeweza kusema ya kwamba Yesu ndiye Bwana ila kwa Roho Mtakatifu. Wakorintho wa kwanza sura 12 mstari wa 3. Lakini sasa Papa anasema Yesu ni Bwana, watu wote wanasema Yesu ni Bwana, ya kwamba Yesu ni Bwana. Lakini inasikilikana nini hapo? Wakati Paulo alitaka kusema, wakati Paulo alisema kwamba yeye ni Bwana, ni kusema anamaanisha yeye ni Mungu mmoja aliyeshuhudia katika mwili. Wanawaza kwamba yeye ni Mungu wa pili ambaye aliyetumwa na Mungu mmoja. Mnaelewa yale iliyo lazima sasa? Ile ya lazima ni kwamba ni kweli. Kweli haivumiliaki hata siku moja mapatano hata moja. Narudi sasa kwa Mathayo sura 7. Sio wale wanaoniambia Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni. Wanasema Bwana Bwana bila kuchoka kuliko sisi hata. Na imeandikwa mbali kidogo mstari 21, mwendeleo sehemu ya pili. Hawataingia katika ufalme wa mbinguni, lakini yeye anayefanya mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Mstari 22. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukutabiri kwa jina lako, na kwa jina lako tulitoa pepo wachafu, na kwa jina lako tulifanya matendo mengi ya ajabu? Ndiyo, nani anayefanya hiyo? Na sio mchungaji asiamini aliye katika shirika fulani la kizehebu la Luteri au la Batisti au la Kimethodisti. Hiyo hawajue huko. Nani anayefukuza mapepo? Nani anayesema maajabu maalamu makubwa yanafanyika hapa? Nani anayetabiri? Na kumbuka pia unabii wa huyo mtu wa akili huko Berlin, niweza kulinda hiyo kanda mahali alipokuwa akitabiri ya kwamba huko au watu 10,900 au 10,908 wangepaswa kuja, na kwamba kuna kitu fulani kilichoweza kufanyika. Alitabiri lakini hakuna kitu kilichofanyika. Alisema hiyo lakini hakuna kitu kilichotimilika. Ni kusema tofauti katikati ya upako wa Roho na kuweko kwa muhuri ni hii sasa. Kila mtu yote ambaye anayegeuka kuwa mwamini anaweza kufanya mazoezi ya upako. Hailingane na yale ambayo anayoamini au yale anayofundisha. Kuna wandugu wengi na wadada wengi wa Pentekoste, tunawaita ya kwamba ni wandugu yetu na wadada yetu, kwa sababu hatuna haki ya kuweza kuleta hata hukumu moja. Wengi wangali wanafungwa katika makosa hata kama wako wa kweli, lakini mamilioni ya wandugu na wadada wa wandugu wengi na wadada wengi mamilioni walishaka kufanya mazoezi ya ubatizo wa kweli wa Roho Mtakatifu katika hii shirika la Kipentekosti, lakini baadaye wakabaki katika fundisho la uongo, katika mafundisho ya uongo kupitia manabii wa uongo na walimu wa uongo. Na kuna siku fulani nilisoma ndani ya mahubiri moja ndugu Branham ya kwamba alikuwa amefanya makusanyiko huko Chicago, makusanyiko ya wahubiri huko Chicago,
na wahubiri walikuwa wameguswa sana, na wengi walitaka waweze kuja huko Jeffersonville ili waweze kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Na kisha mmoja wao akasema, mungoje muda kidogo tusikie, tunataka tuweze kusikia yale ambayo Roho wa Mungu atatuambia. Na hapo hapo wakakusanyika ili waombe. Mmoja wao akazungumza kwa lugha na akasema ya kwamba ningependa niweze kusema hii kanda leo, niweze kuileta leo sababu iko ndani ya ofisi yangu. Mmoja wao akasimama akasema, musimame mshikamane yale ambayo mlio nayo. Mnajua hiyo mahubiri. Na ndugu Branham alikuwa amehuzunishwa sana. Hapa mtu anazungumza kwa lugha na anasema ya kwamba Bwana anasema ya kwamba mshikamane, mshike yale mlio nayo. Na hakuna mmoja wa wale ambao walikuwa wamekubalishwa na neno ili waweze kubatizwa kwa namna ya Biblia aliyekuja hata kubatizwa kwa namna ya Biblia, kwa sababu huyo mpakaliwa wa uongo alikuwa amesimama na akadanganya taifa. Ni hivyo. Lakini turudi sasa kwa neno kuwekwa muhuri. Na nashukuru Mungu kwa maana barua zote, iwe barua kwa Wakorinto, kwa Waroma au Galatia, kila moja yake inakuwa na kazi yake na inaungana ayo pamoja. Lakini kuwekwa muhuri inasemeka mara mbili ndani ya barua kwa wa Efeso. Mahali pia inasemeka kuhusu kuchaguliwa, na ni hapo ndipo kunasemeka kuhusu kuchaguliwa. Ila wale ambao wanaweza kuwekwa muhuri ni wale ambao Mungu mbele ya kuwekwa msingi ya dunia alikuwa amekwisha kujua, kwa sababu ya kujua mambo yake tangu zamani, kujua mambo mbele, kwamba wangepasha kuwa mali yake. Wale ambao alijua kwamba wangepasha kuwa mali yake na ambao wanapasha kugeuza kwa sura yake na wataweza kupokea neno lake kweli kwa kipimo, ambao wanaosikia wanashikwa ukovu, wanashikwa na ukovu na wanapata ukombozi katika imani na wataweza kujiacha kuokolewe. Hapa ndiyo inaandikwa ndani ya Efeso sura 1 mstari wa 4. Wa Efeso sura 1 mstari wa 4. Kama vile alivyotangulia, kama vile alivyotujua ndani yake mbele ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu na pasipo kilema mbele yake katika upendo. Mstari 5. Kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wana wake kwa njia ya Yesu Kristo, sawasawa ilivyopendeza mapenzi yake. Mstari 6. Na kwa sifa ya utukufu wa neema yake ambayo alitupa sisi katika huyu mpendwa. Wa Efeso sura 1 mstari wa 4, wa 5 na wa 6. Ndani ya hii barua ya kwanza ya Efeso, hiyo pia inaendelea pia kwanza hapa kuhusu shauri lake la mapenzi yake ya wokovu wake na mpango wake uliopangwa kwenye mstari wa 9 na wa 10. Hapa inakuja kwa mstari wa 10 wa Efeso sura 1 mstari wa 11. Mstari wa 11. Na ndani yake sisi vile vile tulifanya urithi, tukichaguliwa tangu zamani sawasawa na kusudi lake, anayefanya maneno yote kwa shauri lake, kwa shauri la mapenzi yake. Amina. Ni ajabu sana. Mtu ambaye aliyeonwa na Mungu tangu mwanzo, ni kusema Mungu anayejua mambo yote tangu mwanzo. Yeye kwanza ni upendo, na upendo wake ulimsukuma mpaka kwa watu wote. Kama vile yeye anavyojua mambo yote tangu mwanzo, naye angepaswa kujua tangu mwanzo ya kwamba watu wote hawataweza kuja kwake, na ndiyo maana yeye aliona tangu mwanzo wale ambao watapaswa kuja kwake, na akaweza kuwatayarisha mbele ili waweze kuona utukufu wake. Musikie sasa yale inayoandikwa hapa. Au ni watu ambao inaosemeka kuhusu andiko hii ya kuwekwa muhuri. Naendelea kusoma katika Waefeso sura 1 mstari 13. Sasa ndani yake ninyi vile vile
wakati muliposikia neno la kweli, habari njema ya wokovu wenu, ndani yake mumekwisha kuamini vile vile na kutiwa muhuri wa Roho Mtakatifu ya ahadi. Ni wakati gani muhuri unakuwa wa lazima? Ni wakati gani kuwekwa muhuri nafanyikaka? Ni wakati unapokuwa umesikia neno la kweli, Injili kama vile ilivyo ya kweli, na sio yale iliyogeuzwa na kuchanganyika na kitu kingine. Lakini wakati unapokuwa umekubali wokovu kupitia imani ndani ya Yesu Kristo, na ni nyuma ya hapo ndipo sasa unaweza kuwekwa muhuri wa Roho Mtakatifu ya ahadi. Kwa wamoja, ubatizo wa Roho Mtakatifu inakuwa tu ni upako, kuvikwa kwa nguvu za kutoka juu, lakini kwa wachaguliwa na waliotayarishwa inakuwa ni kuwekwa muhuri mpaka kwa siku ya ukombozi ya mili yao, mpaka waweze kutoka katika imani wakiona walioamini. Ni kitu gani kinachowekwa muhuri? Kama muhuri ungepasha kuwekwa mahali fulani, tuwazie kama tunaweza kuwa na kitu fulani cha damani. Tukamata kwa mfano iliyo katika Biblia, kitabu kilichowekwa mihuri 7. Hawawekake muhuri mambo iliyo tu ya bure anga au kitu fulani ambacho kisichokuwa na damani na faida. Wanawekaka muhuri kitu fulani kilicho na maana na umuhimu. Ndani ya Agano la Kale kulikuwa na pete, muhuri kama vile pete, ilikuwa ni kitabu cha mfalme. Na kitu gani wanaweka muhuri? Ni furaha tu, mambo ya nje ya anga? Hapana, ya kiungu ambayo iliwekwa ndani mwetu ndio kuwekwa muhuri. Lakini kama watu hawakubali kweli, sasa unaweza kuweka nini muhuri pale? Hakuna kitu kinachoweza kuwekwa muhuri. Na ndiyo maana Biblia inasema kuhusu muhuri katika mahali fulani, na sana sana hapa katika Waefeso sura 4 kwenye mstari wa 13. Inasemeka hapa, Waefeso sura 4 mstari wa 13, wala musihuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ndani yake mumetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Inasemeka hapa, uchungu wote, kasirani yote, wivu wote, maneno mabaya yote iweze kutoshwa ndani yenu. Na hiyo inatuingiza mara moja kwenye sura 5 inayo tuzungumzia sisi waamini wa kweli, ya kwamba mfuate mfano wa Mungu, ni kusema mwige Mungu. Ni wakati gani Mungu aliweza kutupatia mfano? Ni wakati gani Mungu aligeuka kuwa mfano wetu? Tunapaswa kufuata mfano wa Mungu. Waefeso sura 5 mstari wa 5. Tunapata mfano hiyo wa Mungu wapi? Ndani ya Yesu Kristo Bwana wetu, Mungu aliyeonekana kama vile mwanadamu, Emmanuel, Mungu pamoja nasi. Ndio leo zungumzia wale wapakaliwa wa uongo, wataweza kuwapiga mabomu. Niliweza kuisema nikiambia mtu fulani leo, Mungu asante, sijue ni nani sasa, lakini ilikuwa ni hivyo ndani ya mwaka, ndio nakumbuka sasa, ninakumbuka nani nilimwambia. Katika mwaka 1960 moja mwinjilisti mkubwa wa Marekani alikuja ndani ya mji wa Krefeld katika mwaka 1960. Tulikuwa tukikaa tukiishi katika Cobb Camp 51. Tulikuwa tukiishi huko ndani ya chumba mbili kidogo kidogo. Maji ilikuwa katika njia ya kuingia, na nitaka aweze kunifanya msimamizi wa Ulaya mzima wa shirika lake lote la utangazaji wa Injili. Alitaka aweze kunipatia mshahara wa mwezi unaovuka mshahara wangu kwa mwaka wote mzima. Alitaka aweze kunipatia Opel Kapiteni, na hiyo ilikuwa katika mwaka 1917. Rudi nusu ya kizazi nyuma na wasi. Alitaka aweze kunipatia Opel Kapiteni, gari njema, mfano mzuri. Ilikuwa gari njema. Na wakati ilipofika wakati ya kuweza kusaini mapatano, wa Marekani wanapendaka kusaini mapatano, tuliweza kufanya hiyo safari njema tukiwa katika hiyo Opel Kapiteni.
mpaka Kolonye, tukaingia katika restaurant nzuri sana ya bei kali karibu na gari, na wakanionyesha namna mambo fulani iliyokuwa ya kuvutia sana, na hapo hapo ndani mwangu kitu fulani kikanikumbusha ya kwamba ningepashwa kuwa wazi na mwenye haki. Katika wakati ule tulikuwa sisi wote tulikuwa masikini, mnajua, tulikuwa hatuko kama vile ninyi mnaokuja hapa kwenye makusanyiko. Tulikuwa katika hali mbaya hapa katika wakati huu, katika eneo hii. Katika mwaka 1960 mita moja ya udongo ilikuwa ikinunua marke 3, 2 au 4 ya Ujerumani. Nilikuwa sina hata marke 1000 niweze kununua mita 300 ya udongo, lakini kwa hivyo, lakini niweze kuonyesha kwamba shetani anaweza kuja na kuweza kuwaletea mautajiri za dunia hii. Hapo hapo kitu fulani kikanionya, kikanipiga sana kwa nguvu, na nikasema, ndugu, sitaki kuweza kuficha, kwa maana ninapokeaka makanda za ndugu Branamu, na singeweza kwenda mbali na hiyo. Na hapo hapo akatomboka, akalalamika, pamoja na mafundisho yake juu ya Mungu na ubatizo alishakaleta mashida mingi mahali pote. Pale mapatano ikakuwa na mwisho wake, haikusaini kwa sababu tu nilikuwa wa haki, nilikuwa wazi na singeliweza kutazama pesa au kuona hiyo msimamo ya kuwekwa kwa namna ya juu sana, lakini nilitaka ili niweze kusimama mbele ya Mungu, nikaweza kumwambia ni kitu gani kilichokuwa kihusika, na nilikuwa nimemalizika. Lakini mbele ya hao wainjilisti wakubwa wakati huu, alikuwa ni mmoja ambaye aliweza kuzungumzia mbele ya watu 1,100 kuliko moja au 10 au 100. Hao wainjilisti walikuwa wabaya, waongo katika mafundisho yao. Walikuwa hawajui kitu gani kinahusika, walikuwa wakijua kitu fulani kilichokuwa kihusika katika wakati wetu. Na muda mrefu baadaye, huyo mke wa mhubiri huyo akaweza kutangaza kitabu moja, alikuwa akisema ndani gisi Mungu alibariki wanawake na akawaweka katika kanisa kwa ajili ya huduma kubwa. Hasa ilikuwa nini? Upako ulikuwa pale, mwazie hiyo. Nasi hatuhukumu, lakini leo ni habari kwa wakati wa sasa, na hiyo inafanyika mbele ya macho yetu. Huyo mwinjilisi mkubwa aliyekuwa na watu 65, kusanyiko moja iliyokuwa huko Holiness Church huko Tulsa, Oklahoma, alikuja akiwa katika hali ya kufa, akigonjwa ugonjwa wa kifua kikuu, na kadri ya makusanyiko ya ndugu Branham akapona, na wengi waliweza kupona pia. Naye akaanza huduma yake, na sasa iko na jisifu, akasema kwamba mimi ni mmoja wale wote ambao waliweza kupata mamilioni, na sio mamilioni tu, lakini zaidi ya mamiliari ya dola. Na anasema ya kwamba Bwana anakuja upesi, na kisha anajenga university kubwa ya mawe ya bei kali, na anajenga hospitali, na kisha anasema, na kisha wanaleta hiyo mambo ya kupinga, wanaleta hiyo mambo ya kupinga katika magazine Time and Life, na hiyo, na wanatikisa kichwa. Lakini mtu huyo alikuwa amepakaliwa, na alikuwa akiombea wagonjwa, na alikuwa akizungumza kuhusu maalama mengi na maajabu mengi. Na sasa yeye mwenyewe iko na jenga hoteli, na ametoka katika kanisa katika kusanyiko la Pentecost, anaingia katika kusanyiko la Methodist, na ilikuwa imemalizika. Na sio upako nao sabelika, lakini kuwekwa muhuri, na mahali ambapo kuwekwa muhuri inapaswa kuwekwa muhuri, kunapaswa kuwa kwanza kitu fulani cha damani ambacho kinaweza kuwekwa juu yake muhuri, na mahali ambapo kuna kitu unaweza kuacha mlango wazi. Sasa wanaweza kuiba nini ndani japokuwa hamna kitu? Unaweza kubomoa hapo nini japokuwa hamna kitu? Hapana, hali iko wazi sana, na yote inakubaliana kwa namna njema, neno, roho na damu.
Mtu ambaye anayeamini wokovu kwa damu ya mwana kondoo anapaswa kuamini pia neno, ili aweze kutakaswa katika neno, kwa maana bila utakaso hakuna mtu atakayeona Mungu. Wa Ebrania 12:14. Na kisha unapaswa kuamini Bwana kama vile andiko linasema ya kwamba yeye ni Emanueli, Mungu aliyeonekana kwa namna ya mwili. Paulo aliandika pia kwa Wakorinto, ndani ya Wakorinto wa pili kwenye sura 1 kwenye mstari wa 20. Wakorinto wa pili, muda mdogo, ndio Wakorinto wa pili sura 1 mstari wa 20. Kwa sababu ahadi zote za Mungu katika yeye ni ndiyo, na katika yeye ni amina, Mungu apate utukufu na sisi. Mstari 21. Basi yeye ambaye alitusimamisha sisi pamoja nanyi katika Kristo, na kutupakalia mafuta ni Mungu, naye alitupa sisi arabuni, na alitupakalia mafuta, atupatia sisi muhuri, na akatupatia arabuni ya roho wake. Lakini kusema hapa haiko tu upako tu. Hapa Paulo akuzungumza tu kuhusu upako, anasema hapa kwenye mstari 21, basi yeye ambaye alitusimamisha sisi pamoja nanyi katika Kristo na kutupakalia mafuta ni Mungu. Mstari 22 sasa, naye alitutia sisi muhuri na kutupa sisi arabuni ya roho katika mioyo yetu. Sasa ni kusema, na sio tu upako, lakini muhuri, kuwekwa muhuri kupitia roho ambayo inakuwa ni arabuni iliyo ndani ya mioyo yetu. Ni hapo ndipo kunakuwa tofauti. Wamoja wanapakaliwa tu, na unaweza kuyaona kupitia andiko nyingi za Biblia ya kwamba pia watu ambao waliokuwa na Roho Mtakatifu na walioweza kufuata njia zao wenyewe. Nawaza kwamba Wakorinto wa kwanza sura 5 ilikuwa ni mmoja ya mambo kama hayo, mahali ambapo kijana aliweza kuwa na mama yake, naye angepashwa kuwekwa katika mikono ya shetani ili aweze kuguswa kwa mwili wake, lakini roho yake iweze kuokolewa kwa siku ya Bwana. Lakini kuna watu, na Paulo anasema kama tunaishi katika roho, tutembee sawasawa na roho. Na sijui kama nimekwisha kujibu waziwazi, lakini mahali kuwekwa muhuri inapaswa kufanyika, kunapaswa kuwa kwanza kitu fulani cha kiungu ndani, ambayo baadaye inaweza kuwekwa muhuri. Ninakumbuka kuhusu mahubiri ambayo ndugu Branham alihubiri wakati alipozungumza kuhusu muhuri inayowekwa juu ya magari kubwa kubwa. Hiyo wago ilikuwa ikiingizwa ndani mizigo, na kisha wakati inapokuwa ikijaa wanaweka hiyo muhuri, na hiyo muhuri pasha kutoshwa wakati inapofika kwenye inapaswa kwenda, na sio mbele. Hakuna mtu ambaye angepaswa kugusa juu yake au kuweza kuweka mkono wake juu, kwa maana kulikuwa muhuri, na ni mahali ilipokuwa kienda ndipo yangepaswa kufunguliwa, na yaliyokuwa ndani sasa yangepaswa kutoshwa. Na itakuwa hivyo hivyo kwa ajili yetu, kuwekwa muhuri kupitia Roho Mtakatifu ambayo tuliweza kupokea, iko ndani mwake yenyewe ni arabuni, nasi tuliwekwa muhuri mpaka siku ambamo Yesu atakaporudi, ili aweze kututosha katika hii mwili nao kufa, na aweze kutuingiza katika kutokufa. Nani katikati yenu aliye na mfano au andiko za Biblia ambazo zinazoweza kuongezea yale ambayo
tumekwisha kuzungumzia, au swali ya kuuliza ndugu yangu mpendwa, kuna jibu inayofanana hiyo? Ndiyo, naamini ya kwamba ni ndiyo. Akose tena andiko inayohusu kuchaguliwa hiyo na hiyo kukamilika na kumalizia. Wakorintho wa Roma sura 8 mstari wa 29 mpaka 30. Waroma sura 8 mstari wa 28 kwanza. Tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja na kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu, kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Mstari wa 29. Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, aliwachagua tangu zamani wafananishwe na sura ya mwana wake, ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Mstari wa 13. Na wale ambao aliwachagua tangu zamani aliwaita vile vile, na wale ambao aliwaita aliwahesabia haki, na wale ambao aliwahesabia haki aliwatukuza vile vile. Wazaliwa wa kwanza waliochaguliwa na Mungu mbele ya kuwekwa kwa msingi ya dunia, waliojulikana, walioitwa katika wakati wote, watakuwa tabia yake, roho wa roho wake, uzima wa uzima wake. Yeye mzaliwa wa kwanza, nasi wazaliwa wa kwanza. Alikuwa amechaguliwa, nasi tumechaguliwa. Watu wengi hawaelewake hiyo. Kwa mfano, ndani ya Injili ya Yohana kwenye sura 17, watu wanageuzaka neno kwa sababu walikuwa hawana hata wazo fulani juu ya uchaguzi. Tusome hapa ndani ya Yohana sura 17. Imeandikwa wapi? Inasema kwamba unitukuze kwa utukufu ule. Ndiyo, mgoje hapa, ni hapa Yohana 17 mstari wa 5. Na sasa unitukuze Baba pamoja nawe mwenyewe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nao mbele ya kuwa dunia. Na sasa watu wa utatu wanasemaka, unaona, alikuwa amekwisha anakuwa na hiyo utukufu moja. Ndiyo, hapana. Lakini hiyo utukufu moja iliyokuwa pale kwa ajili yetu mbele ya kuwekwa msingi ya dunia, ilikuwa hivyo hivyo kwa ajili ya Mwokozi. Ilikuwa pale kwa ajili ya waliokombolewa. Nataka kuyaonyesha hapa sasa hivi, sawa sawa na mpango uliokuwa umetayarishwa na ya mapenzi yake. Inaweza kuwa ndani ya Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura. Kuna mtu aliye nayo sasa? Matendo ya Mitume sura 3 ni andiko. Ndiyo, ni kweli. Ndiyo, ni kweli. Matendo ya Mitume sura 2 kwenye mstari 23. Asante sana. Sasa ikilinganishwa na Yesu, Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 23. Huyu alitwaliwa nanyi kwa shauri lililokusudiwa na kwa kujua kwa Mungu tangu zamani, nanyi mulimsulubisha mukamua kwa mikono ya watu wabaya. Mokozi alikuwa amekwisha kutayarishwa kama vile pia ukombozi na wale watakaookolewa. Kwa maana Mungu alikuwa akijua ya kwamba anguko ilipaswa kufanyika, na ndiyo maana alikuwa amekamata mpango ndani ya mpango wake wa milele ili aweze kuweka katika matendo mpango wake wa wokovu. Kuna pia andiko iliyo katika Matendo ya Mitume sura 4 kwenye mstari wa 28, ili litimie, ili watimize yote kama mkono wako na mapenzi yako yalivyokuwa yamekusudia tangu zamani yatimie.
Nikusema kuna watu ambao walikuwa wameingizwa katika mpango wa kiungu wa ukovu ambao alikuwa amekwisha kutayarisha tangu kuwekwa misingi ya dunia, na Mungu alisamehe watu wale ndani ya Kristo, sawa sawa na neno la andiko wa Roma sura 4 mstari wa 7. Hakuna kitu kinachoweza kuhesabiwa tena juu yao. Wa Roma sura 4 mstari wa 7. Wa Roma sura 4 mstari wa 7 na 8. Heri waliosamehewa makosa yao na dhambi zao zimefunikwa. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi kwake. Hawezi tena. Hukumu yetu kwa ajili ya dhambi ambayo tulikuwa tumefanya iliwekwa juu yake, juu ya mwana kondoo wa Mungu. Tunaweza kuadhibu mtu fulani kwa ajili ya kitu kimoja? Tunaweza kuhukumu mtu au kumwadhibu mara mbili kwa sababu ya kitu kimoja? Hapana, haiwezekani. Hata kama mtu anaweza kutenda kosa, anaweza kupata adhabu, na wakati anapomaliza adhabu yake anakuwa huru. Alichukua magonjwa yetu na akachukua madhaifu yetu, makosa yetu na dhambi zetu ziliwekwa juu yake, ili nasi tuweze kuwa na salama, na kwa sababu ya kuumizwa kwake nasi tumepona. Hiyo ndiyo lengo ya lazima sana, na sio tu upako, sio upako nayo upako wa Roho Mtakatifu, lakini inaomba tena zaidi ya hiyo, kweli ya kiungu ya neno, ufunuo wa Yesu Kristo, ufunuo wa jina la Yesu katika maana yake yote. Ni kusema Yahshua, Yawe ndiye Mwokozi. Ni hapo ndipo kunatokea jina Yoshua na kisha Josue, Yoshua. Wakati tunapoona majina hizi ziweza kubadilika, zilivyobadilishwa, na waza ya kwamba watafsiri ingekuwa vema waweze kuacha majina jinsi zilivyokuwa tangu mwanzo, lakini hiyo ni maneno tu ya kusema pembeni. Inahusu, na nawaza kwamba hii ndiyo wazo la mwisho na kwamba itaeleweka vizuri, kuweza kufanya tofauti katikati ya upako kama vile ubatizo wa Roho Mtakatifu ambayo wengi wanaishi kweli kweli. Niliweza kuishi pia mimi mwenyewe ndani ya kuonekana ya matendo, ndani ya nchi tofauti na ndani ya kusanyiko tofauti, mahali ulipoweza kutambua ya kwamba unapoona yale ambayo watu wanaweza kufanya. Mpaka kuna miaka fulani ndugu Branham anazungumza ndani ya mahubiri moja ya kwamba walikuwa wakiingiza manyoka kwenye madhabahu ndani ya makusanyiko ya Pentekoste, na mhubiri angepashwa kuzidharau ili aweze kusema kwamba anatimiza neno la Marko sura 16. Inaandikwa nini hapo? Ya kwamba nitawapatia nguvu juu ya nyoka na nge na kadhalika. Mnawazia hiyo, lakini hiyo yote imekwisha kufa. Lakini kwa mwanzo yote ilikuwa ikitembea vizuri, lakini tena haikuendelea vizuri. Lakini mafundisho hayo yote iko wapi katika hao watu wanaobatizwa katika Roho, mpaka hii mambo yote ya kusamehe katika dhambi yote mzima, na kwamba shetani naye atasamehewa na kisha ataweza kuamini, na kisha wanatabiri wanasema kwa lugha, wanawaza kwamba Mungu anazungumza pamoja nao, lakini yote inafanyika pembeni ya neno la Mungu. Hawajui kama mtu anaweza kufanya maajabu na malama, na kisha wanawaza kwamba kama anafanya hivyo anakuwa amekubaliwa na Mungu, na kisha wanafanya hiyo yote. Lakini ingekuwa vema tuweze kuwafukuza wote, lakini mbele andiko iweze kutimilika, ingepaswa kuwa hivyo wakati wa mwisho. Na wauliza swali, ndugu na dada wapendwa, na mnaweza kuchunguza hii habari yote ya kanisa. Kuna wakati tangu wakati wa Pentekoste, kuna hata mwendeleo inayofanana na yale inayofanyika sasa katika wakati huu ndani ya ulimwengu mzima.
pamoja na kupanda na kushuka, hapa kundi kidogo, hapo kundi kidogo, inayosumbuliwa, inayoteswa, inayouawa, wanauawa, damu ilimwangika. Na sasa tuna nini leo? Tuna kundi la Kipentekoste la Kikatolika, mahali wanatabiri, mahali wanazungumza kwa lugha, mahali hiki kinasumbua. Na nini sasa? Ni upako, lakini mafundisho ni ya uongo. Na kama mafundisho ni ya uongo, sasa upako una maana gani? Ni kusema hao sasa ni wapakali wa uongo. Sio upako ya uongo, lakini ni watu ndio wa uongo. Upako unakwaka wa kweli siku zote. Iwe Roho aliweza kuja juu ya Daudi au ya Sauli wakati alipokuwa katikati ya manabii, hiyo haikuwa na maana. Ilikuwa ni roho moja, lakini tofauti ilikuwa wapi? Daudi hangeliweza kuchukia na Sauli alikuwa akichukia kwa moyo wake wote. Daudi alikuwa akipenda kwa moyo wake wote na Sauli alikuwa akichukia kwa moyo wake wote. Pale katikati ya manabii upako ulikuja juu yake, akatabiri na sauti zikasambazwa mahali pote. Sasa Sauli naye yuko katikati ya manabii, na wakati alipotoka katika hiyo upako, ndipo hapo alikuwa amekamata tena mkuki wake, alitaka aweze kuwa Daudi. Ilikuwa ni nini? Kulikuwa hakuna kufanya upya ndani ya moyo wake, hakuna kufanya upya ndani ya moyo wake. Iko hivyo tena leo kwa ajili ya wengi. Na mhubiri alisema nini katika wakati ule? Huyo mhubiri wa Pentekoste alikuwa akijulikana ndani ya ulimwengu mzima. Alisema kama ningeweza kulonga ndugu Frank, na kwamba ningeweza kulonga ndugu Frank, lakini baadaye tena anasema haleluya, Mungu asifiwe. Hapana, hiyo ni upako tu, hiyo ni upako, lakini mtu yeye mwenyewe si mtu wa kweli, ila wale waliozaliwa na Mungu na waliozaliwa na Mungu kupitia neno na Roho katikati ya kundi la kuombolewa kwa damu, wao ndio wanakuwa na tabia ya Mungu na wanakuwa na nia za Yesu Kristo Bwana wetu, na ila wale ndio wanaoweza kuwekwa muhuri na hakuna mtu mwingine. Wale ambao walio pamoja na Mungu na ndani ya Mungu na kadhalika. Na waza ya kwamba tumekwisha kuonyesha hiyo kwa namna iliyo wazi, meonyesha maneno haya, lakini ningetaka niweze kuonyesha tena, na niweze kuonyesha waziwazi ya kwamba mwendeleo kama huo haujawahi kuwa hapa duniani. Wakati wa shauri la Trent au kikao cha Trent, shirika la kizehebu la Kiroma lilaani wa Protestanti wote na yote wanaofanya. Kulikuwa laana moja ingine, na mbele hata hiyo laana iweze kutoshwa, hao waliolaaniwa sasa wanarudishwa, wanapokelewa katika hiyo tumbo ya mama yao, wote wanarudia sasa huko, wanarudia, na hiyo inaendelea kama vile tumekisha kusema, inayohusu hii shirika la kikarismatiki. Nani anayeweza kufanya tena tofauti leo? Nani? Wanafuata hiki, wanafuata kile. Hasa tunaweza kushitambua namna gani? Tunashipima kwa nini? Ila kwa neno la Mungu peke yake. Mbingu na dunia vitapita, lakini neno la Mungu litabaki milele na milele. Na mtu ambaye aliye wa mbegu ya neno anakuwa wa Mungu, na inasemeka mbegu yake na dumu ndani yetu, nasi hatuwezi kutenda dhambi. Ndani ya Yohana wa kwanza sura 3:9. Wengi walipokea upako, na pia hata wapakaliwa wa uongo na manabii wa uongo ambao wangepaswa kuwa duniani hapa mbele ya kurudi kwa Yesu Kristo. Bwana wetu aliweza kutuarifu ili tusiweze kukimbia huku na huko, wakati wanaposema tazama Kristo, tazama mahali ambapo Kristo anatenda, au mahali ambapo anajifunua. Musahau hiyo. Ni mahali ambapo kunapokuwa neno la kweli tu ndipo Kristo anakuwa, kwa maana yeye ndiye neno na neno ndiyo kweli. Na ni hapo ndipo kunakusanyika watoto wa kweli wa Mungu. Wengine wote wataweza kwenda mahali pote, wataweza kufanya mambo tu ya kizehebu, na wataweza kujiunga na hiyo bila hata kuweza kuona tofauti.
ila wale ambao waliojengwa katika neno ndio watakaoweza kuona na kutambua tofauti. Mumeelewa hiyo nyote sasa? Iko wazi sasa? Ndiyo, ni wazi. Amina, amina. Tusimame na tuabudu Mungu. Baba, tunakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya maneno yako ya damani na takatifu ya Mungu ambayo imevuka katika hizi nyakati zote na zoruba zote za wakati. Lakini katika wakati ule wa giza ambamo kusoma hata Biblia ilikuwa imekatazwa, ilikuwa imezuizwa. Bwana mpendwa, mara ngapi tunakupenda, tunakupenda wewe na neno lako. Kila neno linakuwa la damani, kila andiko inakuwa wazi. Tulipokea upako takatifu ambayo inayotufundisha, inayotufunulia Kristo, inayopaka macho yetu ili tuweze kuona, na masikio yetu ili tuweze kusikia, na mioyo yetu ili tuweze kuamini. Asante Bwana Mwokozi mwaminifu, kwa sababu unaturuhusu kuweza kuamini ya kwamba mambo yote yalikuwa yamekwisha kupangwa mbele ya kuwekwa msingi ya dunia na wewe mwenyewe Mungu uliye hai, sawa sawa na kujua mambo yako tangu mwanzo na ujuzi wako sawa sawa na mapenzi yako. Bwana mpendwa, tuko hapa. Ninakushukuru pia kwa maana uliniweka muhuri wako, uliniweka muhuri wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya siku ya ukombozi. Bwana mpendwa, ninakushukuru pia kwa ajili ya upako takatifu ambayo inayotufundisha na inayotuongoza katika kweli yote. Bwana mpendwa, kwa ajili ya damu iliyomwangika hapo Golgotha, kwa ajili ya hayo yote tunakusifu sote pamoja, na tunakuomba utupatie upambanuzi katikati ya hawa pakaliwa wote na manabii wote ambao wanaosambaza mafundisho ya nabii wa uongo, na uweze kuturuhusu tuweze kutambua mahali ambapo kweli inahubiriwa, wapi inayotufanya kuwa huru. Mungu mwaminifu, uwe pamoja na sisi sote na utubariki sisi sote katika wingi wa neema yako, katika jina la Yesu. Amina.